Bwana, moja kati ya story kubwa kwa sasa ni kukamatwa kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe na jeshi la polisi mkoani Tabora. Moja kati ya sababu kubwa ya kukamatwa kwa msemaji huyo ni kauli ama maneno machafu ambayo inasemekana aliyatoa kwa viongozi wa serikali. Sasa ni kupitishe kwenye posti ya mwisho ya Ali Shabani Kamwe kabla hajakamatwa na jeshi la polisi. Lakini taarifa yenyewe kuhusiana na kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe ni kwamba polisi mkoani Tabora imethibitisha kumshikilia afisa habari wa Yanga Ali Kamwe. Kamanda wa polisi wa Tabora Richard Abwao amethibitisha kushikiliwa kwa Ali Kamwe na polisi, huku tuhuma zake zikitajwa ni kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Kamwe alikuwa na timu yake ya Yanga Tabora kwa mchezo katika mchezo dhidi ya Tabora ambao ulimalizika jana kwa ushindi wa magoli 3-0. Kabla ya mchezo, Kamwe anatajwa kuzozana na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha katika kile kinachotajwa kuwa alikuwa kijibu alichosema rasi huyo kuwa Yanga wamekuja na kiherere mkoani mwake. Maana taarifa iko hivyo. Sasa posti ya mwisho ya Ali Shabani Kamwe ambayo aliposti kabla ya kukamatwa kwake, bana, aliweka picha ya matokeo ya timu yake ya Yanga dhidi ya Tabora, halafu akasindikiza na kauli inayozungumza machapisho linalosomeka hivi: wamechacha kweli, halafu akaweka emoji ya kucheka sana kwa furaha. Ndicho ambacho alikiandika kabla ya kukamatwa kwake, na tunafahamu kwamba amekamatwa saa 7:30 usiku wa kuamkia Alhamisi. Kwa hiyo taarifa iko hivyo kwamba Ali Shabani Kamwe mpaka sasa ameendelea kushikiliwa na jeshi la polisi. Lakini taarifa pia ambayo tuko nayo ni kwamba ametolewa kwenye kituo kikuu ambacho alipelekwa pale, na sasa amepelekwa makao makuu ya jeshi la polisi pale mkoani Tabora. Na kama ambavyo amezungumza kamanda Richard Abwao, yeye anasema kama mahojiano yatakamilika, kwa sababu kwa sasa Ali Shabani Kamwe ameendelea kuhojiwa kwa kile ambacho anatuhumiwa nacho. Kwa hiyo mahojiano yatakapokuja kukamilika, basi wao watatoa taarifa juu ya hatima ya Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga. Lakini taarifa hii ni kama imeshtua kidogo kwa sababu ya kile ambacho pia kilitokea jana wakati wa mchezo. Wakati wa mchezo tuliona Ali Shabani Kamwe akiwa na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha wakikumbatiana, wakisalimiana, wakicheka. Moja kati ya tukio ambalo lilivuta hisia za watu wengi, na watu wakazungumza kwamba kiukweli mpira sio uadui. Kama Ali Shabani Kamwe amezungumza yale yote, mkuu wa mkoa Paul Chacha pia akazungumza kuelekea kwenye mechi husika, lakini baadaye wamekutana wakasalimiana. Kwa kweli ni moja kati ya tukio ambalo lilizua hisia ama liliwafurahisha watu wengi ambao walijitokeza kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kutazama mtanange huo. Lakini taarifa za asubuhi ni kwamba Ali Shabani Kamwe amewekwa kizuizini kwa sababu ya kutoa maneno machafu kwa viongozi wa serikali. Kwa hiyo iko hivyo, na posti ya mwisho ya Ali Shabani Kamwe ni hiyo ambayo aliposti akifurahia matokeo ambayo waliyapata dhidi ya Tabora United. Kwa hiyo iko hivyo mpaka sasa. Bado hatujapata taarifa zaidi za pengine za kuachiwa ama nini ambacho kinaendelea, na kama pengine tutapata taarifa hizo, basi tutakujuza pia kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea la Ali Shabani Kamwe kukamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora. Baada ya mtanange wa hiyo jana ama baada ya michezo hiyo jana pia ukiwemo mchezo wa Yanga na Tabora, bwana, Yanga wameendelea kujikita kileleni wakiwa na pointi zao 61. Ukitazama kwenye msimamo, Yanga wana pointi 61, michezo 23. Nafasi ya pili ni Simba, michezo 22, pointi 57. Lakini nafasi ya tatu ni Azam FC, michezo 23, pointi 48. Singida Black Stars, michezo 24, pointi 47, nafasi ya 4. Nafasi ya 5 ni Tabora United na michezo 24, pointi 37. Nafasi ya 6 ni JKT Tanzania, michezo 23, pointi 30. Nafasi ya 7 ni Fountain Gate, michezo 24,
point 28. Dodoma Jiji nafasi ya 8 michezo 23 point 27. Nafasi ya 9 ni KMC michezo 24 point 27. Nafasi ya 10 ni Coastal Union michezo 23 point 25. Mashujaa FC ni nafasi ya 11 michezo 23 point 24. Namungo nafasi ya 12 michezo 24 point 24. Nafasi ya 13 ni Pamba Jiji michezo 24 nafasi ya point 23. Nafasi ya 14 ni Kagera Sugar michezo 23 point 19. Nafasi ya 15 ni Tanzania Prisons michezo 24 point 18, na nafasi ya mwisho ni Ken Gold michezo 23 point 16. Huo ndio msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya michezo ya jana ambayo tuliona Singida Black Stars wao wali kipiga dhidi ya Fountain Gate na wakaibuka na ushindi wa magoli 3. Pamba Jiji wakatoa sare ya bila ya 1-1 na Namungo, lakini pia KMC wao wakaichapa Tanzania Prisons magoli 3-2. Kwa hiyo ndio ilikuwa michezo ya jana ambayo inaufanya msimamo kusalia kwa hivi. Kwa hiyo iko hivyo, lakini kubwa zaidi ni kushikiliwa kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe na jeshi la polisi mkoani Tabora. Na tuliona mara baada ya mtanange kumalizika, Ali Shabani Kamwe aliulizwa kuhusiana na kile ambacho alikuwa akikizungumza na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, na moja kati ya jambo ambalo alizungumza Ali Shabani Kamwe, alizungumza kwamba cha kwanza amepongezwa na mkuu wa mkoa huyo kwa alichokuwa nakifanya, hamasa aliyoitumia katika mchezo huo na kuweza kufanya umati mkubwa wa mashabiki kuhudhuria kwenye mchezo huo, lakini kubwa zaidi pia ni hamasa ambayo aliifanya kwenye mkoa huo. Lakini kilichoshangaza zaidi ni asubuhi ya leo taarifa kutolewa kwamba Ali Shabani Kamwe amekamatwa na jeshi la polisi, na moja kati ya chanzo kikubwa ama sababu kubwa ya kukamatwa kwa Ali Shabani Kamwe ni kauli chafu ambazo amezitoa kwa viongozi wa serikali. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo imewashtua wengi, licha ya kuona matukio mbalimbali ya mkoa wa Tabora na Ali Shabani Kamwe akifurahi kwenye mchezo, lakini taarifa zinakuja pia kwamba Ali Shabani Kamwe amekamatwa. Kwa hiyo mpaka sasa tunasubiria kile ambacho kitatolewa na jeshi la polisi, kama ambavyo amethibitisha kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Yabwao, ambaye amezungumza kwamba mpaka sasa hivi anashikiliwa na anaendelea kuhojiwa. Pindi ambapo itakamilika ama mahojiano yatakamilika, basi watatoa taarifa ya hatima ya msemaji huyo wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Lakini ni moja kati ya taarifa ambayo imeendelea kuzungumzwa mtandaoni huko kuhusiana na kukamatwa kwa msemaji huyo Ali Shabani Kamwe, ambaye tuliona alivyokichafua kule Tabora kabla ya mchezo. Matukio yalikuwa ni mengi sana kuelekea mchezo husika, lakini tambo zilikuwa ni nyingi sana kuelekea kwenye mchezo husika. Lakini iko hivyo kwa sasa, anashikiliwa, lakini pia tunasubiria kuona nini ambacho kitaamliwa mara baada ya kushikiliwa kwa msemaji huyo wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.